daktari anatibu mtu mdomo, pua iko nje ya dirisha, hata chumba chake hakina afya chenyewe. Lengo letu ni nini? Tunaimarisha miundombinu. Hata mtu anapokuja kukutembelea ofisini kwako pale, nimekuja ofisini kwako, anasema kweli Magufuli kafanya kituo kizuri. Na naomba niwaambie ndugu zangu, ndio maana tunaimarisha mifumo ya ukusanyaji wa mapato. Na ndio maana nataka bima ya afya, sisi na wenzetu Wizara ya Afya, nilikuwa napita na naibu waziri hapa. Lengo kubwa ni kwamba na wataalamu mtusaidie, maana wakati mwingine mnatuchanganya mambo huko hivyo kwa wataalamu. Hata katika baraza la waziri alifiki miaka yote tunakuwa bado tunachakata. Tukiimarisha na miundombinu yetu inapoimarika, tutaongeza mapato. Ndugu zangu, naomba niwaambie, uboreshaji wa vituo vya afya umewasababisha wataalamu wengine wapende sekta yao ya afya kufanya kazi. Lakini hata wagonjwa, naomba niwape siri nyingine. Siku hizi tunawapokea wagonjwa wengine katika hospitali zetu na vituo vya afya, sio wanaumwa kweli, hawaumwi. Wengine tu wamegombana na familia zao, anatamani aje kulazwa pale apunguze stress katika wodi nzuri ya watu. Madaktari oye! Mimi nimeona hayo nilipotembea huko, kitanda kizuri, hospitali nzuri, feni inapepea. Mtu anaamua kutoka katika kitanda chake cha kamba anakuja kulalia godoro. Magufuli oye! Haya mazingira rafiki lazima tuendelee kuyatengeneza. Lakini ndugu zangu, ajenda kubwa alizungumza hapa Dr. Ndungulile na Mama Chaula na watu wote watembelea. Swala la kinga sasa iwe ni miongoni ya ajenda yetu moja kubwa ya kudumu. Kwa mfano, leo hii ukiangalia changamoto ya malaria, na juzi tulikuwa na janga kubwa la dengue. Ukienda mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Tanga, hii mikoa hasa, leo ulikuwa ukienda unakuta wagonjwa wengi ni wagonjwa wa malaria na wagonjwa wa dengue. Lakini kama kweli tungekuwa tumeweka investment kubwa katika kinga, maana yake tutapunguza idadi kubwa sana ya wagonjwa wanaoenda hospitalini. Lakini kinga kila mahali. Ndugu zangu, kwa pamoja na umoja wetu wote, lazima tuseme ajenda ya kinga huku mbele ya safari tuweze kuweka kipaumbele cha makusudi. Jana nilikuwa na mkutano mkubwa na wenzetu, mwakilishi wa USAID kutoka Marekani alikuja. Tulikuwa na kikao takriban, kikao aliambia 15 minutes, tulikaa kikao takriban saa nzima. Nikamwambia tunataka support, lakini tunataka support kubwa, tuwekeze kwa pamoja katika swala zima la kinga katika nchi yetu. Wakaniambia wao swala zima la kuua vimelea vya mbu na nini wameliweka kule Zanzibar. Nikamwambia ninaogopa wenda Tanzania kwa sababu nchi hii eneo ni kubwa. Nikawaomba akija angalau tu concentrate hata kwa Dar es Salaam peke yake. Eneo lenye population ya watu kati ya milioni 5 mpaka milioni 7. Tukiweza kuua viruirui vyote vya mbu, vya dengue na kila kitu, tunaweza kusaidia kwa kiwango kikubwa kupambana na maradhi mbalimbali. Na hili wenzetu Wizara ya Afya, mimi ndio ajenda yangu, na wamesema wanaenda kuifanyia kazi. Kwa hiyo Dr. Ndungulile, tunaungana pamoja na ajenda ya kinga. Lazima sote tuungane kwa pamoja kuimba wimbo wa kinga, 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 kinga mpaka mwisho. Tukifanya hili, tutaweza kuhakikisha kwamba tunasaidia sana kupambana na maradhi nchini mwetu. Lakini nipongeze matumizi ya mshitiri. Wenzetu, taasisi yetu ya Medical Store Department inafanya kazi kubwa sana, ni outstanding performance. Na ndio maana katika nchi za kusini mwa Afrika imerecognize MSD ni miongoni mwa taasisi ambayo inaweza ikapeleka dawa mpaka katika nchi za kusini mwa Afrika. MSD, hongereni sana katika hili. Lakini katika utekelezaji wetu wa mpango wa afya, mpango wa 4 wa afya pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi, imeeleza wazi kwamba watapatikana washitiri
Pale ambapo dawa itapokosekana ama kifaa tiba MSD, ni kwa ajili ku outsource maeneo mengine. Niwashukuru sana, na hapa taarifa ama risala ya mganga mwenyekiti wa waganga kuu wa mikoa aliyoitoa. Mmeona jinsi gani matumizi ya msitiri pale inapotekana kama deficit ya aina yoyote, kutumia msitiri imesaidia sana. Endeleeni kuhakikisha kwamba tunatimiza vizuri katika eneo hili. Lengo kubwa ni kwamba vituo vyetu visiweze kukosa dawa muda wote. Wananchi wetu sasa hivi wana amani, kwa sababu ni kwamba akienda hospitali ana uhakika dawa inakuwa. Lakini nipongeze wilaya zote zilizohakikisha zimetengeneza maduka ya dawa katika hospitali zao. Nipongeze sana wilaya hizo. Nimeenda pale Handeni Tanga, Muheza Tanga, nimeona wale ni watu wa mfano Muheza Tanga. Lakini na maeneo mbalimbali tumeona maeneo yalipoanzishwa maduka ya dawa, hata kule kwangu Kisarawe imeondoa changamoto ya ukosefu wa dawa kabisa katika hospitali zetu. Na niwashukuru sana wenzetu wa MSD, wamefanya kazi kubwa kufanya capacity building katika maeneo hayo. Niwapongeze waganga wakuu wa mikoa na wilaya, endeleeni na spirit hiyo. Tunachotaka mlaji wetu wa mwisho, mwananchi wa kawaida, aweze na uhakika akifika hospitali aweze kupata dawa. Lakini mlaga mzee, kuna jambo la aibu, lakini aibu hii sasa hivi inaanza kupungua. Haiwezekani hospitali ya wilaya iko ina watu ambao ni qualified, wanalipwa na serikali vizuri. Mgonjwa anakuja, prescription inafanyika ya dawa, alafu mgonjwa anakuja ile dawa zote zinapatikana nje ya hospitali ya wilaya. Hiyo ni aibu. Tunatumia blame za wataalamu kwenda kuwafanyisha biashara katika maduka mengine. Kwa nini maeneo yetu ya kama mgonjwa akija hatoki, anahakikisha vipimo na dawa zote zinapatikana ndani ya hospitali? Ninyi viongozi mliokuja hapa, mkienda kusimamia vizuri maeneo yenu, ninaamini ajenda ya afya nchini mwetu itakuwa ni ajenda ya mfano sana, na watu inawezekana baadhi ya watu wengine wanaweza kuja kujifunza mafanikio makubwa tuliyoyapata. Niwaombe sana mkutano huu ambao nyinyi mtajadili mambo mengi uwe ni chachu ya kuenda kufanya, sababu tushafanya mikutano mengi. Tujipime tulikotoka, ni yapi tuliyafanya vizuri, na watu bado kuna gap. Lengo kubwa tukaliboreshe, tufike maeneo mazuri zaidi kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wetu. Kama tutafanya uwajibikaji wa pamoja, ninaamini hakuna changamoto tutakayotukabili. Nimesikia hapa kwamba TAMISEMI na Wizara ya Afya, mimi sioni kama kuna changamoto mpaka sasa. Kama bado ipo, basi wataalamu ifanyeni kazi, kwa sababu mimi mpaka sasa hivi sijui kama kuna changamoto hiyo. Kama bado ipo, ifanyeni kazi, na sioni sababu ya kuendelea kuwepo, kwa sababu ajenda kubwa lazima wananchi wapate huduma vizuri. Kwangu mimi, kwa sababu ni politician, natembea huko, sijui kama kuna ipo haipo. Maana hiyo niliona katika bango kitita la miaka ile 2017. Afya oye! Swala la uratibu, endeleeni kuratibu vizuri. Na ni kweli wakati mwingine NGOs kuna sarakasi nyingi, lakini naomba niwaambie NGOs zote zinaenda kufanya kazi katika mamlaka ya serikali za mitaa, na hili Mama Chaula ulisimamia vizuri zaidi. NGOs zote lazima zisajiliwe na Wizara ya Afya, na tunakumbuka juzi tena mlifanya utaratibu mzuri sana kuzitambua NGO zote. Maana wengine ni makanjanja, hatuna NGO zingine. Wengine ni wajanja tu. Watu wana source funds, afu mwisho wa mwaka wanafanya retirement, lakini hakuna chochote cha maana kilichofanyika. Napongeza zile NGOs kweli, kama tuliziona hapa nje, zinafanya kazi kwa ajili ya watu. Lakini kwa sehemu zingine ni kikapu cha watu cha kukusanya fedha na maisha mambo yaweze kwenda. Kwa hiyo Wizara ya Afya, mimi niwapongeze sababu sasa mmeamua kufanya screening tena zile NGO. Endeleeni kufanya kazi hivi. Lakini NGO zote zinazoenda kufanya kazi katika mamlaka ya serikali za mitaa lazima zije kuratibiwa katika ofisi ya TAMISEMI, zielekezwe halmashauri gani inafanya nini, eneo hilo lifanye wapi. Kwa sababu katibu mkuu TAMISEMI ndio atajua halmashauri gani kuna jambo gani. Na hili tulishotolea mwongozo mara baada ya kuona kwamba kuna mambo mengine yanafanyika ambayo hayaendi sawa sawa. Tukifanya hivi, NGO imesajiliwa,
lakini imeratibiwa kwa linaenda kusaidia katika maeneo yenu, na hili litatokea, litaweza kuepusha hata yale yaliyotokea kule ndani Mafinga, ambayo kule watu wamepeleka fedha, hata DMO hajui fedha hiyo imeendaje na ni kiasi gani na inafanya nini kwa undani wake. Na ndio maana kipindi kile nilikuwa mkali, baada ya kuambiwa jengo la maabara limetumia shilingi milioni 900, nikasema haiwezekani, vipi tunajenga kituo cha afya kwa milioni 500 alafu jengo moja la maabara litumia milioni 900? Nikasema haiwezekani. Na muuliza DMO anasema hapana, watu walikuwa wanajenga kutoka hewani, tunakuja wanajenga hapa.